Sasa unajua hata sisi katika maisha yetu ya kila siku unakutana changamoto, alafu unamuuliza Mungu akusaidie. Umekuta hirizi mlangoni, unaogopa. Ufanye nini? Unajiuliza, Mungu wangu nifanye nini nisaidie? Lakini Mungu naye anakuangalia wewe, amekupa mamlaka, nataka na wewe ufanye. Kwa hiyo Mungu anakuambia fanya, au amua la kufanya, mimi nitalitekeleza. Kwa sababu kusoma katika Isaya sura ya 54 mstari wa 17, Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yao katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, ni haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Yaani ni haki yako wewe kuhukumu. Anayehukumu ulimi uinukao dhidi yako ni wewe. Na unajua mchawi hawezi kufanya kitu mpaka atumie ulimi kuhukumu. Anatoa matamko dhidi yako. Kwa hiyo yale matamko anayotoa dhidi yako ameshaingia kingi pale. Ulimi wake umeinuka dhidi yako. Wewe una mamlaka ya kuhukumu ulimi wake kwa mkosa. Na ukishahukumu kwa mkosa, kuna adhabu ya Mungu juu ya ulimi ulioinuka dhidi yako kimakosa. Hata ukisoma ile Wakorinto wa pili sura ya 10 inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Hasa watu wengi wanaishiaga hapo, lakini hiyo sentensi haishii hapo, kwa sababu nukta ipo kwenye mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Walio tayari kupatiliza maasi yote ni wapendwa, ni watakatifu, ni waliookoka, ndio wanaopatiliza maasi. Haombi Mungu apatilize, hapana. Wewe unatamka kupatiliza maasi. Wananuka dhidi yako wanafanya maasi, kwa sababu wewe unafanya kusudi la Bwana. Kwa hiyo wewe unatamka kupatiliza maasi. Unatamka kwamba hukumu za Bwana ziwe juu yao. Hiyo ndio kazi yako, huo ndio urithi wako katika Bwana. Kama unafahamu kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13, Paulo alikutana na mchawi. Mchawi alikuwa anazuia kusudi la Bwana lisifanyike. Alafu Paulo akasema, mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka? Basi angalia, mkono wa Bwana juu yako, nayo utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kushika mkono kumuongoza.